hija inafanyika katika nchi ya Saudi Arabia, lakini katika mji wa Makkah. 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 Sasa kwa nini mji wa Makkah, Sheikh Shaban? Tayeb. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala yeye ametaka kwamba dunia hii ifahamu umuhimu wa kuwa na umoja. Naam. Ingelikuwa mfano kwamba hija inafanyika kila nchi na hija yao, naam, basi falsafa ya umoja ingekosekana. Ndio. Lakini akasema Allah subhanahu wa ta'ala, kwanza kabisa yeye ndiye ambaye ameiweka hiyo nyumba tukufu ya Makkah, akaiasisi kuwa ndio nyumba kongwe, nyumba kuu ambayo imewekwa katika historia kwamba hiyo ndiyo makao makuu ya Waislamu wote ulimwenguni. Naam. Headquarter. Naam. Headquarter. Naam. Akasema Allah subhanahu wa ta'ala, naam, inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lalladhi bibakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Naam. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Naam. Wa man dakhalahu kana amina. Kaja baada hapo kwamba walillahi 'ala an-nasi hajjul bayt man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil alamin. Kwamba hakika nyumba ya mwanzo, nyumba ya kama ni nyumba kuu duniani, basi hii ni ya mwanzo. Tena nyumba hiyo wudhi'a lin-nasi. Pana falsafa kubwa hapa Sheikh. Naam. Wudhi'a lin-nasi. Wudhi'a lin-nasi. Qur'ani pia imetaja kwamba shahru ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi. Naam. Hakusema lilmuttaqina katika aya hii. Naam. Al-Baqara hiyo huko mwanzoni imekuja kwamba dhalika al-kitabu la raiba fihi hudan lilmuttaqin. Naam. Lakini akasema kwamba hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Sasa haya yote ukiunganisha pamoja haya unapata muktadha wa falsafa ya sheria ya Kiislamu. Kwa nini hija ikawa katika nchi hiyo? Ndio. Kwa sababu wamesema hakika nyumba ya mwanzo kabisa kuwekwa make nyumba ya kufanyiwa ibada, naam, ambayo ni ya mwanzo kuwekwa na Mwenyezi Mungu katika dunia hii, basi ni hii ambayo katika mji wa Bakka, alladhi bi Bakkata mubarakan. Naam. Bakka. Naam. Sasa hapa pia pana falsafa nyingine. Naam. Kwa nini mji wa Makka umeitwa Bakka? Naam. Pana falsafa kubwa hapa. Pana kauli 7 za maulama mashuhuri. Masallah. Naam. Sasa tukirudi katika Lisan al-Arab, Ibn Manzur amechambua sana hii. Na Imam al-Qurtubi katika al-Jami'u li ahkam al-Qur'ani pia ameelezea sana katika tafsiri al-Qur'an. Kwa hiyo imeitwa Bakka wakati katika aya nyingine imeitwa Makka. Inaweza kuwa ni lugha mbili ambazo zina maana moja katika baadhi ya tafsiri ya Qur'an. Kwamba kuna baadhi ya lugha katika makabila ya Kiarabu yanatamka herufi ya mim kama herufi ya be. Kwamba Makka ile mim ndio inakuwa inatamkwa pia kama vile herufi ya ba katika makabila mengine. Lakini pia kuna maana nyingine ya ndani zaidi kwamba mji huu katika maeneo hayo kwamba fihi au yabuku nasu fihi ay yajtami'u nasu fihi bikathra ala kathratin wa ufratin. Kwamba imeitwa mji wa Makka Bakka kwa sababu ya kukusanyikana watu wengi. Ule wingi wa watu pia unaitwa ni Bakka. Kwa sababu nasu wale watu nakuwa yabuku ba'dhuhu ba'dhan. Maana wanakusanyana na kuwa wanakopeshana baadhi yao kwa baadhi nyingine na kusukumana kusongamana, maana yake watu wanakuwa ni wingi sana. Au pia na maana ya kuwa na watu wanalia ukifika katika pahala pale. Min al-buka. Bakka min al-buka. Vile vile kuna maana zaidi ya hizo. Sasa nyumba hii ndio nyumba ya kihistoria. Ndio akasema Allah subhanahu wa ta'ala, thumma liyaqdhu tafathahum waliyufu nudhurahum waliyatawafu bilbaytil atiq. Ndio nyumba kongwe hii. Kwa hivyo watu watekeleze nadhiri zao, wanyoe nywele zao baada ya kuchinja wanyama wao, lakini juu ya hayo pia kwamba watufu katika nyumba kongwe, yani al-Kaaba, ambayo ina historia kubwa kuanzia malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na nyumba hiyo tukufu au kama tuseme kwamba ile al-Kaaba yenyewe hasa wanasema maulama wa tafsiri ya Qur'ani kwamba hii ni mahallu tawafi almu'minina fil ardh, ni sehemu ya kutufu kuzunguka kwa ibada waumini katika dunia hii. Na sehemu hiyo pia juu yake, maana katika mbingu kwa usawa ule ndio pia kuna sehemu ya kutufu malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala katika arsh, yani tukeka usawa ule. Naam. Kwamba usawa huo katika mbingu ndipo palipokuwa au palipowekwa arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kusema Allah subhanahu wa ta'ala, wa taral malaikata hafina min hawdil arshi yusabbihuna bihamdi rabbihim. Sura Zumar. Kwa hivyo na aya nyingine zimetaja pia masuala ya arshi na malaika kwamba
wanatufu katika ile arshi Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa maana hiyo hawa duniani hawa wanafanya kama malaika hawa ibada ya kumzunguka ile Kaaba kumsabihi Allah subhanahu wa ta'ala, na kule juu malaika wanafanya ibada kama hiyo katika kuzunguka arshi Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo muktadha wa falsafa hapa ni kuonesha pia utukufu na hadhi na heshima aliopewa mu'min anakwenda kuhiji, na pia utukufu na hadhi na heshima ya pahala anapokwenda kufanya ibada hii, kwamba sehemu ambapo hata malaika wa Allah walihudhuria pahala pale. Al-Kaaba hiyo pia wamejenga malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala katika historia. Nabiiullah Adam pia, Nabiiullah Ibrahim na mwanae Ismail na wengineo wamejenga Al-Kaaba pale na kuiongeza katika maeneo mbalimbali katika historia. Kwa hivyo sehemu hiyo ni sehemu ambayo si ya kawaida. Kama kuna utalii wote duniani, basi utalii wa pahala hapo ndio utalii mkubwa zaidi, hakuna mfano wake. Kwa hiyo falsafa ni kwamba imechaguliwa kuwa ni mji ule kwa kuwa umeandaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala, tena tokea karne na karne, na juu ya hayo pia umejaliwa kuwa ni mji wa amani. Na akawapia Mwenyezi Mungu kwamba wa hadha albaladil amin, kwamba naapa kwa mji huu, mji mtukufu wa amani. Kwa maana hiyo anayekwenda pale lazima awe na amani, amani ya ulimi, amani ya vitendo, ili asiende kubughudhi watu wengine. Almuslimu man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi, muislamu wa kweli yule ambaye wanasalimika wengine kutokana na shari au kutokana na ubaya wa ulimi wake na mkono wake. Kwa maana hiyo lazima ajiandae vizuri, asije kwenda kuudhi wageni wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika sehemu tukufu. Kwa maana pia dhambi pahala pale inakuwa ni kubwa zaidi kuliko dhambi katika sehemu nyingine, kama vile ambavyo pia thawabu za pahala pale katika amali mbalimbali za khairi basi huwa ni kubwa zaidi kuliko maeneo mengine. Sala moja kwa laki moja huko kwetu katika 27, lakini kule kuna laki moja zaidi. Kwa hivyo bila shaka inaonyesha utukufu wa pahala hapo. Hii ni falsafa kubwa sana ya kuzingatiwa ili kuweza kuitukuza sehemu hiyo, kwa kuwa ni historia kubwa sana katika ulimwengu tuliokuwa nao. Mashaallah.